Tunakushukuru Baba wetu, asante kwa sababu unaendelea kuniendesha maisha yetu, na pia unatukubali kukaa kimya ili tuweze kusikiliza yaliyo yako. Jina lako lipewe sifa. Amen. Hivi basi kila fundisho tulilokwisha lipata, Roho Mtakatifu azidi kuwa mwalimu wa fundisho hili ili aendelee kuzama katika mioyoni mwetu na mpaka litufikishe kwenye uchuma mzuri tutakapofikiria kuwa wale ambao wanataka kuwatumia kwa siku hizi za mwisho, tukijiokoa na kuokoa wengine. Tutalishukuru jina lako. Amen. Tunaposimama ili tuendelee na fundisho, uwe pamoja nasi kwa haya yote kupitia jina tukufu la Yesu Kristo. Amen. Tunataka kujifunza sifa kwa wale ambao wanakuwa watumishi wa Mungu. Ndio fundisho hilo tunataka kujifunza kwa mchana wa leo. Tutagusia mwinjiliste, mzee wa kanisa, hata na shemasi, sababu hao ni watu ambao Mungu amewatumia ili aweze kujifanikisha kueneza habari njema katika ulimwengu huu. Pamoja na ile kuna mafungo yanayohusu mwinjilisti na kuna mafungo yanayohusu mzee wa kanisa na kuna mafungo yanayozungumzia kuhusu shemasi, lakini kuna mafungo ambayo yanawazungulisha wote kwa ujumla, na hayo ndiyo ambayo tunataka kuanza nayo. Tuko pamoja? Asante. Ya kwanza, sijue nani atakayekuwa tayari kunisomea. Tutasoma kwanza kitabu cha Wakorinto wa kwanza, Wakorinto wa pili sura 6 fungu la kwanza. Pale ndio tutasoma na tutapata kuendelea. Wewe utasoma. Wewe utasoma Wakorinto wa pili sura 6 fungu la kwanza. Maandiko anasema nasi tukienda kazi pamoja naye, tukitenda kazi pamoja naye, twawasihi msipokee neema ya Mungu bure. Kusema kwamba uwe mwinjilisti, apotre wala mzee wa kanisa, hata shemasi, ujisikie kwamba wewe unafanya kazi pamoja na Mungu. Sote Mungu anatuita kusudi tutumike pamoja naye. Sasa kwa kuwa Mungu amekufanikisha kutumika pamoja naye, usipewe hiyo neema kufa bure. Na pia ikiwa Mungu amekuita na kukuchagua na kufanikiwa kutumika pamoja naye, niambie kwamba ni neema. Ni neema. Hakuna chochote wewe unaweza kufanya, hakuna masomo ambayo unaweza kusoma kusudi uweze kuwa mtumishi pamoja na nani. Haiwezekani. Ikiwa sasa Mungu anakufanikisha kuwa mtumishi pamoja naye, Mungu anakusihi uwe na uangalifu tosha kwamba unastahili kutumika pamoja na nani? Na Mungu.
Kwa hiyo kwa wale ambao walikuwa wakimtumikia Mungu, mara nyingi wao walikuwa wanaelewa jambo hili. Ndio maana wakaandika kwenye kitabu cha waraka wa pili wa Timotheo sura 2 fungu la 15. Tusome tusikie sasa Biblia inasema nini hapo. Wa Timotheo ya pili sura 2 fungu la 15. Paulo akaandika akisema, alikuwa akiandikia mtumishi wa Mungu Timotheo. Utasoma. Maandika nasema, jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu. Mtenda kazi asiye na sababu ya kutahayari ukitumia kwa halali neno la kweli. Ni kusema kwamba kila ambaye anafanikiwa kutumika pamoja na Mungu, akiwa mwinjilisti, akiwa mzee wa kanisa, akiwa shemasi wala shemasi kike, Biblia inasema awe na bidii. Ni jambo atakalofanya mara nyingi, kujionesha yeye mwenyewe, aone kwamba nakubaliwa na nani? Na Mungu. Sababu gani? Tunaposoma Biblia tunaona wale ambao waliwahi kumtumikia Mungu na hata wakamtumikia miaka kadhaa, lakini bila kukubaliwa na nani? Na Mungu. Wanahubiri na Mungu na hangali pamoja nao. Banaomba maombi marefu na Mungu hangara na wasikia. Tuko pamoja? Kwa hiyo kuna wengi waliowahi kumtumikia Mungu kule kutojali kwamba banatumika pamoja na nani, ili wajiangalie wewe wenyewe wanatumika peke yao, lakini wao wakijidai kwamba wale wanatumika pamoja na nani? Na Mungu. Ndiyo sababu sasa Paulo akamwandikia Timotheo kwamba awe na bidii ya kujionesha mara kwamba anakubaliwa na nani? Na Mungu. Kule kujionesha aone kwamba anakubaliwa na Mungu ni katika maombi. Katika nini? Maombi. Ni katika maombi. Tunaposoma kitabu hiki, watumishi wanaofanya kazi ya Mungu, ndio tuko nayo, sijui kwa Kiingereza sijui itakuwa ni gospel workers. Aha. Umesikia? Shika kitabu hicho. Kisha tutaingia kwenye paji ya 272. Kiingereza si hiyo. Ni hiyo? Aha. Oche, ikiwa umefika hapo sijui kuwenye wako na ile kitabu watatusaidia kusudi tupate kusoma kwa lugha ambayo itasikika na wenyeji, kwa sababu lugha ni nyingi. Tutasoma kwa hapa kwa nasema, tafuta nafasi ya kuomba faragani pamoja na Mungu. Ile kwa hiyo peji umepaona nafasi ya faraga. Inaona umepatikana. Aha. Utaona pale kwenye wanaandika niliamuliwa na Mungu. I am instructed to say ni page ya 271.4. Niliamuliwa na Mungu kuambia watumishi wake. Uone pale. Yeye. Soma tusikie. Hapa anasema hivi. Nategetswe n'Imana kubwira abakozi
bagenzi banje ngo. Ni hapo? Aha, soma sasa. I am instructed to say to my fellow Miruri. workers. Kama si miruri ule. Tatia kwa Swahili kama sikukosei. Sema awe mtie kwa Swahili nimeko nasoma Kizungu. I am instructed to say to my fellow workers, Nimeamrishwa kuambia wafanya kazi wenzangu, if you would have the rich treasures of heaven, kama mtapata hazina ya thamani ya mbinguni, you must hold sacred communion with God. ni lazima muwe watu wa kuongea kwa, yani kuomba Mungu kwa faragha. Nikusema hivi kabla mjakaa, ukiwa mtumishi wa Mungu, Mungu anakufanya hazina gara ambapo anaweka utajiri wote wa mbinguni na ujuzi. Tuko pamoja? Ndio. Na ile gara ndiyo utatumia wakati wowote utatoa neno kwa wa ulimwengu. Si hivi? Haya maji tunayoyatumia hayatoke hewani. Kwanza bameyatengenezea tanki. Jisikie kwamba wewe ni tanki na mimi ni tanki. Ikiwa sasa utaendelea kukubali kuwa tanki, mara nyingi uombe Mungu mwenye tanki, na ndiye anakuwa na ile hazina ataweka ndani ya nini? Ya tanki. Songa mbele. Unless you do this, Japokuwa mfanye hili, your soul will be as destitute of the Holy Spirit as were the hills of Gibeah of dew and rain. japokuwa nifanye jambo hili, yani kuwa unaomba kwa faragha, moyo wako utakosa Roho Mtakatifu, utakuwa umekosa Roho Mtakatifu, kama vile milima ya Gibeah ilikuwa imekosa umande na mvua. Unapokuwa mzee wa kanisa, unakuwa mwinjilisti, lakini kuomba hauna, cha kwanza utakosa Roho Mtakatifu. Utakuwa unaposema ni kusema we peke, Mungu asemee ndani yako. Na utakuwa kama mlima huo ni mlima mrefu ambao hauna umande na mvua, kuna kauka. Tumalizishe. Anaendelea kusema, when you hurry from one thing to another, Ukiwa unaharakisha kutoka jambo hili kwenda kwa lingine, when you have so much to do that you cannot take time to talk with God, kiasi kwamba uko na mambo mengi ya kufanya hata hauna muda wa kuongea na Mungu, how can you expect power in your work? je, utatarajia kuwa na nguvu aje katika kazi zako? Mungu awabariki sana. Nikusema kwamba waweza kuharikisha, unaenda kazini, utaenda Kenya, utaenda Rwanda, utaenda sijui Asia, au unaambuka nyumbani mwako, unaingia kwa jirani kwenda kuhubiri, lakini maombi hauna. Kitabu kinasema wewe unatembea bila Roho Mtakatifu, unatembea wewe bila umande na mvua. Bila shaka unapopanda mbegu yoyote unakosa mvua, mbegu itaota? Mahali balipolima kunakuwa njoo vumbi. Kusema tukiwa watumishi wa Mungu, kama shemasi, kama mzee, kama mwinjilisti, wakati wote unakosa maombi ya faragani,
ili Mungu akupatie Roho Mtakatifu, hata hekima yako ijawe kuongozwa na Mungu. Yoyote utakayopanda hayataota, maana kwamba unakuwa sawa ule mlima hauna mvua na nini na umande. Si ni shida kubwa? Kwa hiyo tujitahidi sana wakati wote Mungu anatubariki kuwa watumishi wake. Mara nyingi tukue tunafanya kitu kuomba, kule njoo kupatana na Mungu, kule njoo kuomba Mungu kusudi kazi ya Mungu yeye mwenyewe aifanikishe. Tutafanya hivi kwa hii kitabu. Mimi nafanya hivi limoya hivi, na wewe fanya vile. Kisha tunaona kwenye kunasema hivi, jaribu moyo wako. Njoo pale. Ati nimeshafika mbali mimi. Makenga Joni. Makeni. Aha. Makeni yacu akomeye. Mahitaji yetu makubwa. Utaona sasa paragrafi hapo inasema hivi, tunahitaji mara kugeuka kama Kristo. Kila siku. Aha. You need to be converted daily. Unapaswa kubadilika kila siku. Aha, tuendelee vile mlisoma tena, twende vile. Msome tena. Kundi la Mungu nalo litateka masikio. Ikiwa wewe uko mtumishi ya Mungu, una haja ya kusema wa ulimwengu wamgeukie Mungu, wabadilishe tabia zao, watubu. Kwanza wewe soma. We need to be converted daily. Tunafaa kubadilika kila siku. Our prayers should be more fervent. Maombi yetu yanafaa kuwa ya dhati. Then they will be more effectual. Na kwa hivyo yatakuwa yana manufaa sana. Stronger and stronger should be our confidence that God's Spirit will be with us. Tunafaa kuwa tunapata nguvu baada ya nyingine, na kuwa na confidence na ujasiri ya kwamba Roho wa Mungu atakuwa pamoja nasi. Kuwa na nguvu kwamba Roho wa Mungu atakuwa ujasiri ya kwamba Roho wa Mungu atakuwa pamoja nasi. Making us pure and holy. Akitufanya wasafi na watakatifu. As upright and fragrant as the cedars of Lebanon. Wenye wamenyooka na wanakuwa na manukato mazuri kama miti ya Lebanon. Ya Lebanon. Mungu akubariki sana. Kwa kweli sisi tuna haja ya kuhubiri Injili na isikike na watu wageuke wawe watakatifu. Ni hivi sasa kitabu kinasema mbele ya kwanza sisi tumtafute Mungu kwanza, atufanyie ile, atugeuze tuwe watakatifu, tuonekane kamili kwamba sisi wenyewe tunafanana na Mungu. Akisha kutuvika kule kutakaswa na utukufu wake, hiyo ndiyo ambayo tutatembea nayo kwa ulimwengu, tukiwatakia kugeuka kama sisi. Ndio neno inasema tujitahidi kujionyesha kwa nani? Kwa Mungu, kama tunakubaliwa. Sasa wakati wowote ambao tunakufia huruma wenye dhambi, tunaonea huruma wenye dhambi, na kule sisi hatuna haja ya kusahihisha tabia zetu ambazo hazina sifa nzuri, ni hapo Mungu anasema hawezi kutumika pamoja nasi. Tuko pamoja? Kusudi tupunguze kuweka kitabu hiki, tutabakia kusoma moja yenyewe iko hapa. Kwa hiyo wenyewe anasema kila wakati
ukazalishe mavuno. Ni kugeuza tu karatasi moja. Umeona pale? Inaanza namna gani? Buri kanya kabyaza umusaruro. Sikia kwa Swahili. Kila nafasi. Geuza tu karatasi si mingi utaona ile. Ni mutitre inayosema hivi kwivugurura. Aha. Kisha sasa katitre kadogo kaile. Sio mbali tutaenda. Inafuatana pale kwenye tulikuwa tunasoma. Chata ile inafuata hiyo saa. Ya pili kutoka hiyo. Kutoka ile ya pili. Aanze maneno wakayafanya. 278. Wewe anza maneno Paji. Kini Kiingereza ni 200 lakini Abagabura bagomba kugera igihe bagomba kugira igihe cyo gusoma. Wahudumu wanapaswa kuwa na wakati wa kusoma. Umepata sasa. Kama ni pale inasema let ministers make the action of each day a Sunday. Si mbali na pale kwenye tulikuwa. Aha. Tutasoma